Karibu kwenye habari za siasa, diplomasia na siasa za kimataifa. Mimi ni MJ Kipande. Leo tutaenda kuzungumzia kuhusiana na habari ambayo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii na hasa kwenye tovuti kwamba Marekani inajiandaa kushambulia vikali Irani. Tusome taarifa kwenye ripoti za BBC. Zimeripoti leo kwamba Marekani na Israeli zinajiandaa kushambulia tena miundombinu ya nishati ya Irani, ripoti inasema. CBS News, mshirika wa habari wa BBC, limeripoti Marekani na Israeli zinapanga operesheni dhidi ya miundombinu ya nishati ya Irani na huenda mashambulizi hayo yakatekelezwa mapema wiki ijayo. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyonukuliwa na CBS, Rais wa Marekani Donald Trump bado hajatoa amri ya mwisho ya kuanzishwa kwa mashambulizi hayo. Mtandao huo ulisema kuwa operesheni hii itakuwa mojawapo ya mashambulizi makali zaidi kufanywa dhidi ya Irani katika vita vya Marekani na Israeli. Kituo hicho kilibainisha kuwa kulikuwa na majadiliano kuhusu kukomesha mashambulizi kabla ya masoko ya fedha kufunguliwa siku ya Jumatatu. Baadaye mwandishi wa Axios alimnukuu afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Marekani akisema kuwa, namnukuu, Rais Trump anafikiria kuamuru kupigwa kwa mitambo ya nishati ya Irani katika siku zijazo, mwisho wa mnukuu, lakini bado hajatoa amri ya mwisho ya kutekeleza, mwisho wa mnukuu. Kwa hiyo hii inaleta picha kwamba bado mzozo unaendelea Mashariki ya Kati, na mpaka sasa tunaona kwamba bado kuvute ni kubwa katika eneo hilo, na waziri mkuu wa Israel, Prime Minister bwana Benjamin Netanyahu alisafiri kwenda kule White House kukutana na Rais Donald Trump, na nafikiri kwamba mahojiano au majadiliano ambayo yaliyofanyika kati ya Rais Trump na Benjamin Netanyahu huenda yalijikita sana kwenye masuala ya usalama wa nchi ya Israeli, lakini pia usalama wa zile nchi za Ghuba, lakini ni jinsi gani ya kuikabili Irani. Japokuwa Irani ni nchi ambayo wako vizuri kwa kwanza kabisa kwenye makombora masafa marefu, wana drones za kutosha, na wamejidhatiti vilivyo kwenye silaha hasa makombora ya masafa marefu ambazo tumeona zile nchi za Gulf State ambazo zinapigwa vibaya, kwa mfano kama Kuwait, Jordani, Umoja wa Falme za Kiarabu. Japokuwa Umoja wa Falme za Kiarabu siku za hivi karibuni mashambulizi haya hajaweza kuleta athari pale kwake, lakini bado Mashariki ya Kati kunaendelea kuleta Iran inaendelea kuzichakaza vibaya eneo lile, na kutokana na kwamba bado uwezo anao mkubwa sana. Ukiangalia Iran ana teknolojia kwanza ya uundaji wa hizo drones ambazo ni kamikaze, ni ndege ambazo au ni drone ambazo zinajilipua zenyewe zikifika target. Lakini licha hivyo Irani bado wana maficho makubwa ya makombora na drones ambapo Marekani anashindwa kuziona au anashindwa kuzifikia maeneo yao ambayo tayari wameshazificha hizo drones na makombora. Kwa hiyo na jiografia ya Irani ni miinuko na mabonde na milima. Kwa hiyo hii inawarahisishia Irani kutunza hizo silaha kwenye maeneo ya milima, na inakuwa ngumu sana kwa Marekani kugundua ni sehemu gani ambapo Irani ameweka silaha zao. Lakini of course kwamba Irani wana uwezo wa kupiga kambi za kijeshi za Marekani eneo lote la Mashariki ya Kati, lakini bado athari inakuwa ni kubwa upande wake. Na tumeona siku za hivi karibuni, mashambulizi ya karibuni yameua takriban watu watatu hivi juzi tu Marekani aliyoyafanya baada ya Irani kufanya mashambulizi kuelekea kwenye kambi za kijeshi kule Jordan. Kwa hiyo bado kimsingi kwamba
bado ni tatizo sana eneo hilo la Mashariki ya Kati, na hatujui nini kinaweza kutokea ndani ya siku chache zijazo. Lakini kwa binafsi, kwa vile ninavyoona, unaona kabisa kwamba bado eneo hilo bado haliko salama, na uwepo wa usalama eneo hilo ni lazima hizo nchi zote tatu zikae chini kwa pamoja zifikie mwafaka, lakini kupitia wapatanishi wake ambao wanafanya kazi usiku na mchana kule Pakistani pamoja na Qatar na Oman pia. Kwa hiyo nafikiri diplomasia inahitajika sana ili kuweza kukamilisha au kumaliza au kutokomeza kabisa swala hili la mzozo kati ya mataifa haya mawili. Lakini tunaona kwamba Marekani bado yale malengo ambayo aliyoyataka ambayo yalitakiwa ayafikie kule Irani bado hajafikia, na tumeona anaendelea kufanya strategic ambayo ya kuendelea kufanya mashambulizi kule Irani, lakini hata hivyo bado ameshindwa kabisa kufanikisha malengo yake. Kimsingi katika vita hivi vinavyoendelea kwa sasa bado hajajulikana mshindi ni nani. Kwa hiyo tusubiri tu muda ufike, tutajua nani ambaye anayeweza kushinda katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kumbuka mfereji wa Hormuz, taarifa ya leo kwamba Iran amesema mfereji wa Hormuz umefungwa kabisa mpaka pale taarifa itakavyotolewa vinginevyo. Kwa hiyo bado kuvute eneo hilo bado ni kubwa, na ukiangalia tathmini ya kina, Iran anaendelea kufanya mashambulizi yake consistency ambayo ni kubwa. Anajaribu kulenga targeti katika maeneo yote ambayo ni kambi za kijeshi na maghala ya silaha ya Marekani, na anaendelea kuziharibu kwa kiasi kikubwa sana. Lakini tumeona Iran jinsi walivyo, kutokana kupitia kikosi chake cha RGC kimejaribu kulenga zile targeti zote ambazo Marekani alikuwa anazitegemea. Ukiangalia kule Iraq, angalia kule upande wa Bahrain, kambi za jeshi nyingi sana za Marekani zimelipuliwa, lakini hata hivyo hakuna uthibitisho wa 100% kwa sababu hakuna hazionyeshi au mitandao ya kijamii na picha kule zimezuiliwa kabisa kutolewa kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo bado ni hali ni ngumu sana eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kimsingi vita bado ni vibichi, na mpaka sasa hatuna matumaini kwamba ni muda gani vita hivi vinaweza vikatamatishwa. Otherwise tusubiri tuone nini kinaweza kutokea. Lakini ziara ya Benjamin Netanyahu kwenda Marekani, ni kweli dhahiri kwamba ameenda of course alienda kumzika senator ambayo maarufu ambaye alikuwa anatetea sana ni lobby wa Israeli, bwana Lindsey Graham. Lakini pia alienda kwenye zile strategic plan kwa ajili ya kuikabili vilivyo na kufanya mobilization, kumobilize Rais Trump kwamba ni lazima warejee tena kwenye mashambulizi ambayo makali kabisa ili kuidhibiti nchi ya Iran. Kwa hiyo na Iran wenyewe wako vizuri, na wamesema kwamba sisi tupo tayari kwa namna yoyote ile. Na mfereji wa Hormuz, taarifa leo kama tulivyosikia ni kwamba tayari wamedhibiti, na wamesema kwamba hautapitika, japokuwa Marekani anaendelea kupambana kuhakikisha kwamba mfereji wa Hormuz unabakia salama na unabakia ukiwa katika hali ya uhuru ili meli zote ziweze kupita eneo hilo. Kumbuka mfereji wa Hormuz ni mfereji wa kimkakati sana na mfereji wa kiuchumi. 20% ya mafuta na gesi yanapita katika eneo hilo kwenda kwenye masoko mbalimbali ya duniani. Kwa hiyo kimsingi hali bado ni ngumu eneo hilo, na tusubiri tu nini kinaweza kutokea ndani ya siku chache zijazo. Kimsingi muda ndio unaweza kutoa majibu ambayo yale majibu ambayo ni magumu, majibu tata, na naamini kabisa tutafikia mwafaka, lakini tutajua nini kinaweza kutokea ndani ya hizo siku chache zijazo. Kimsingi tunaomba kwamba vita hivi viweze kuisha, na njia pekee kuweza kumaliza mzozo huu ni nchi zote mbili zikae kwenye diplomasia na wafanye mazungumzo ya diplomasia na
naamini kabisa wanaweza kufikia mwafaka wa kudumu na kukomesha kabisa mateso ya raia na lakini pia na wananchi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati na duniani kote kwa ujumla, hasa kwenye mzozo huu au kwenye mgogoro huu wa uchumi, lakini pia na uhaba wa mafuta na gesi. Jamani, asanteni sana na karibu sana MJ Channel. Asante.